Mume wangu, hivi unajua Dorine ameshajifungua? Sasa mimi nitajuaje mke wangu wakati sijaambiwa? Waache watu mjini na bahati zao. Ndio haijafika hata miaka 2 tayari wana mtoto. Ndio hivyo. Tena amejifungua mapacha. Mimi sijui zamu yangu itakuwa lini. Maana kila tukijaribu mume wangu mambo yanagonga mwamba. Wewe acha tu mke wangu. Yaani mama mkwe wako kila siku ananipigia simu na kuniuliza, "Lini nitapata mjukuu? Lini nitapata mjukuu?" Yaani nimechoka la kumjibu sina mke wangu. Lakini nilivyoenda kumtembelea Dorine, kuna ushauri amenipa. Na kuna vitabu pia amenipa. Nimevisoma vizuri tu nikavielewa. Lakini inaonyesha kama maisha yetu na vyakula tunavyokula ndio sababu ya sisi kutopata mtoto mume wangu. Kwa hiyo nilitamani twende tukapime ili na sisi labda tunaweza tukapata mtoto. Kwa sababu kitabu kinasema magonjwa ya ugumba yanatokana na mfumo mbaya wa maisha na pamoja na vyakula vya kukaanga, vyakula vya sukari, kama unakumbuka mume wangu. Zamani kila siku bata. Azipiti siku 2-3 tunajisevia chips, kuku, soda, nini, mambo mazuri. Tunajikuta sisi ndio sisi mume wangu. Mimi ningeshauri tu na ninakuomba mume wangu. Twende tukapime. Huenda tukitafuta matibabu tutaweza kutibu hili tatizo letu mume wangu. Natamani sana kubeba mtoto. Nilijua tu. Umeshaanza visingizio vyako. Kila siku mwanamke unakuja na sababu mpya. Mimi nimechoka bwana. Tushafanya kazi ya kuhangaika hospitalini kila siku na hakuna hata cha maana tulichoambulia. Zaidi ya kupoteza pesa tuna muda. Kama unataka kwenda hospitali, nenda mwenyewe. Mimi siendi. Chukua hela hii hapa, nenda mwenyewe. Usiwe hivyo mume wangu jamani. Tutaishi haya maisha mpaka lini? Mume wangu, hivi vitabu nilishakwambia, nimevisoma nikavielewa. Hiki kinazungumzia mambo ya lishe. Na hiki kinazungumzia mambo ya homoni, sayansi ya homoni na ugumba. Na ndio maana nakwambia moja kwa moja kwa sababu nimeshavisoma na nikavielewa. Inawezekana matatizo yetu sisi kutopata mtoto yanatokana na vile tulivyokuwa tunavila mume wangu, pamoja na maisha yetu yote ya bata ndio yametusababishia haya. Ndio maana nakushauri mume wangu na kuomba twende kwa daktari tukapate vipimo mume wangu. Umesahau mwanzoni nilikuwa sipati siku zangu, lakini sasa hivi kila mwezi naenda mwezini. Kwa sababu nimeshaanza kutekeleza yaliyoandikwa kwenye hivi vitabu mume wangu. Fikiria mara 2 basi jamani. Mbona kama umeanza kunishawishi hivi? Unajua kipindi tupo katika enzi zetu zile za mahusiano tulikula sana bata. Huenda hizi bata zilizokuwa tunapiga sana zimetuathiri. Asante kwa kunielewa mume wangu. Tutaenda Nsambo Healthcare. Naamini hapo ndo kwenye suluhisho la matatizo yetu yote. Naamini tukifika hapo matatizo yetu yote yataisha. Kwa sababu nimeambiwa kwamba hapo wanatibu mzizi wa tatizo na sio dalili. Lakini pia kitabu kinasema magonjwa ya lishe ikiwemo mvurugiko wa homoni na ugumba, kisukari, vyote vinatokana na lishe mbovu na mtindo mbaya wa maisha. Naamini tukifika hapo na tutamaliza tatizo letu. Asante mke wangu. Basi tukajiandae ili tuende huko Nsambo Healthcare. Sawa.
Msambo Healthcare, kliniki ya magonjwa ya lishe. Tunatoa huduma ya kuonana na daktari, huduma ya vipimo vya afya, ushauri wa lishe bora na matibabu ya kitaalam kwa wagonjwa wa kisukari, mvurugiko wa homoni, shinikizo la damu na magonjwa mengine ya lishe. Kliniki ipo Mwananyamala mkabala na hospitali ya Mwananyamala, au tupigie simu namba 0767030160. Nyote mnakaribishwa.